pengine kwa ujumla simulizi hili lote, kwa nini kanisa limetuwekea katika Dominika hii ya 5 kipindi cha Kwaresma? Tutajifunza nini kupitia simulizi hili? Jambo la kwanza ambalo nataka kulisisitizia hapa ni mateso na mauti, kwamba kifo cha Lazaro si kwa ajili ya mauti ya kibinadamu, yani sio tu kipo kwa bahati mbaya, hapana, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kristo mwenyewe anasema katika Injili ya kwamba Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe katika huo. Kwa hiyo sio kwa bahati mbaya. Yesu anaruhusu kifo cha rafiki yake Lazaro kwa nafasi ya kuonyesha utukufu wa Mungu, katika nafasi ya kuonyesha nguvu ya Mungu, kwamba kuna nguvu ya Mungu si tu katika mateso, bali katika mauti. Kuna nguvu ya Mungu si katika mateso tu, bali katika hata mauti, nguvu ya Mungu inadhihirika. Jambo la pili, kwa nini Yesu anakawia siku 2? Injili inatuambia kwamba Yesu alikuwa anampenda sana Lazaro, lakini aliposikia habari za kwamba yeye ni mgonjwa akaongezea siku 2, hakwenda kule kumponya. Pengine kwa nini alifanya hivyo? Anamruhusu rafiki yake Lazaro apitie mateso na afe, kwa sababu anataka kumfanyia kitu kikubwa. Ishara atakayoifanya inatufundisha kitu kikubwa zaidi. Ndicho ambacho Yohana katika Injili yake badala ya kuita miujiza anaita ishara. Ishara kama tulivyoona kwa Kiyunani ama Kigiriki, semeion inamaanisha kitu cha mbele zaidi, sio tu hilo tukio linapotokea, bali linawakilisha kitu kingine kikubwa zaidi mbele. Ndicho ambacho kinafanyika katika ishara hii, kwamba Yesu anataka kudhihirisha utukufu wake kupitia ufufuko wa rafiki yake Lazaro. Ili kulielewa hilo vizuri, tunaweza tukarejea mapokeo ya kanisa, mafundisho ya Mtakatifu Yohane Chrysostom, padre na mwalimu wa kanisa. Anajiuliza, wengi huchukizwa pale ambapo wale wanaompendeza Mungu wanapatwa mateso ama matatizo makubwa. Wengi wetu tunahuzunishwa ama tunakuwa na maswali mengi pale ambapo wale ambao wanaonekana wanampenda Mungu, wanaishi vizuri, wanatenda mema, wanapitia mateso makubwa, kinyume na wale ambao hawampendezi Mungu, pengine wanaishi katika maisha ya dhambi, hawana habari na Mungu. Mungu anawajalia neema na mafanikio na baraka tele. Kwa nini hilo linatokea? Mtakatifu Chrysostom anasema kwamba kuna hali ya fumbo katika maisha ya Ukristo. Katika maisha yako wewe kama Mkristo, kuna hali ya fumbo. Kuna hali ya fumbo kwa sababu angalia hata maisha ya watakatifu. Watakatifu waliishi maisha yao ya kawaida, lakini walimpendeza Mungu, waliishi kadiri ya mapenzi ya Mungu katika maisha yao. Lakini ukifuatilia kwa makini, utaona kwamba wengi walikuwa na matatizo makubwa, walipitia matatizo makubwa. Mfano michache, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa, ambaye alifanya utume wake mkubwa na alikaa katika upapa kwa miaka mingi kidogo. Mtakatifu huyu Yohane Paulo wa Pili katika maisha yake ya kawaida alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa uliokuwa unaua taratibu mfumo wa neva. Mtakatifu mwingine ni Mtakatifu Benedetta Subiros. Mtakatifu Benedetta Subiros yeye alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa uvimbe katika ubongo. Mtakatifu Teresia wa Lisieux ama Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, yeye alikuwa akisumbuliwa na kifua kikuu. Katika maisha yao haya walipitia hayo mateso, walipitia huo ugonjwa, lakini mwisho wa siku wakafikia utakatifu, wakawa watakatifu. Ukiachilia mbali kundi kubwa la wafia dini kama mashahidi wa Uganda, Mtakatifu Laurenti ambaye walikaangwa akafa kwa kukaangwa, Mtakatifu Sebastian ambaye alichomwa mshale akafa kifo kibaya zaidi.
wapo wengi, wote hao walipitia mateso na magumu katika maisha yao. Pengine kibinadamu tunaweza tukaona kama Mungu pengine alikuwa hawapendi watu hao wanapitia mateso, pengine mpaka anaruhusu wanapitia mateso magumu na hata kifo. Binadamu tunaona kama Mungu alikuwa hapo, lakini mwinjili Yohane anatufunulia siri ama kitu kizuri zaidi ama kikubwa zaidi katika simulizi hili au katika maisha hayo ambayo Mtakatifu Chrysostom anasema maisha ya Kikristo yapo katika fumbo. Anasema kwamba hawa ambao wanampendeza Mungu au hawa ambao Mungu anawapenda uruhusu kuwapa mateso makali, pengine mpaka kifo, lengo kuwashirikisha mateso na kifo cha Kristo. Ndicho ambacho kinafanyika katika simulizi hili. Lazaro ni rafiki yake sana na Yesu. Yesu anaruhusu apitie mateso ya kuumwa, ya kuugua na mpaka kufa. Lengo ni nini? Kumshirikisha mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, ambacho baadaye atakuja kutimiza fumbo hilo. Kitu kingine ambacho tulijiuliza hapo mwanzo ni kwa nini Yesu analia? Kwa nini Yesu analia kati alikuwa na uwezo wa kumponya rafiki yake tangu akiwa mgonjwa tu kabla ya kufa? Pengine kwa nini Yesu alifanya vile, lakini pia kwa nini Yesu alie? Mtakatifu Agustino anatuambia Kristo hathamini mateso na kifo kwa kuyafanya yawe kana kwamba si mabaya, atikisa ana uwezo wa kuyakomboa. La hasha, anafanya hivyo kwa sababu anashiriki kikamilifu ile hali ya kibinadamu, na anatambua kwamba mateso na mauti ni vitu vibaya. Mateso na mauti ni vitu vibaya katika maisha ya mwanadamu. Katika hali ya kawaida, pale ambapo tunapotelewa na wapenzi wetu kwa kifo, ni wazi tunalia, tunahuzunika, tunaomboleza. Ndicho ambacho Yesu katika hali ya ubinadamu anashiriki ile hali ya huzuni, hali za huzuni zetu, ndio maana analia. Wale Wayahudi na wengine walisema kwamba alimpenda kweli, ndio maana analia. Wengine wakambeza kwamba huyu kama aliweza kumponya yule kipofu, kwa nini anaruhusu rafiki yake mpaka anakufa hata alikuwa na uwezo wa kumponya? Wengine ni changamoto kwetu kwamba tunaweza tukashindwa kuwasaidia wenzetu katika hali ya kawaida mpaka tukasubiri hali mbaya zaidi. Pengine hili unaweza ukawa umeliona na kujiuliza kwamba pale ambapo watu wanakuwa wagonjwa tunashindwa kuwasaidia, tunashindwa kuwatembelea, ila mtu anapokufa basi huwa ni kilio, huzuni na tunajaa kwenye misiba kweli kweli, lakini pindi akiwa mgonjwa tulishindwa kumsaidia. Pengine hiyo inaweza ikatupa tafakari hata sisi katika maisha yetu. Ndicho ambacho hawa Wayahudi walikuwa wanalalamikia na kumbeza Yesu. Pengine hilo lipo katika jamii yetu hata leo, kwamba wale ambao wanapitia mateso na changamoto katika ugonjwa tunashindwa kuwasaidia, lakini pindi watakapokufa kwenye msiba tunajaa, magari kibao, watu wengi. Lengo ni nini? Sijui. Kila mtu abaki na tafakari yake, aone kwa nini inatokea hali kama hiyo. Mtakatifu Petro Krisologo katika kuelezea kwa nini Yesu aliruhusu rafiki yake Lazaro afe, kwa nini? Kwa Kristo lilikuwa jambo la muhimu, jambo kubwa na jambo la thamani zaidi kumrudishia uhai. Lilikuwa jambo la muhimu, jambo la thamani kushinda kifo kuliko ugonjwa. Kwa Kristo, badala ya kumpa dawa ya uponyaji wa ugonjwa, anampa uhai, anamrudishia tena uhai mpya. Kuliko kumpa dawa ya uponyaji, anamuita kutoka wafu, Lazaro njoo nje. Yesu anafanya hivyo. Na hapo ndipo tunapata kiini cha kwa nini kanisa lituwekee somo hili ama simulizi hili la Yesu kumfufua Lazaro katika Dominika ya 5 ya kipindi cha Kwaresima. Tunapata ujumbe mfupi hapa kwamba atambua nguvu ya Yesu juu ya matatizo, juu ya mateso na mauti. Yesu ana nguvu dhidi ya mateso, dhidi ya mauti. Ishara ambayo anaifanya hapa inatuonyesha
jinsi gani alivyokuwa na nguvu ya mauti, na hivyo sio tu atatimiza ufufuko wa wafu wanadamu katika hali ya wanadamu, bali atatimiza ufufuko wake yeye mwenyewe katika fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko. Kama nilivyokwisha kusema awali, Yohana anaziita ishara kwa sababu zinawakilisha kitu cha mbele, inawakilisha ufufuko wa Yesu Kristo. Katika Injili mbalimbali, Mathayo, Marko, Luka na Injili ya Yohane, tunashuhudia Yesu akifanya ufufuko wa wafu kutoka kwa watu watatu maarufu. Ufufuko wa kwanza ni wa binti Yairo. Yairo ambaye alikuwa mkuu wa sinagogi anamfufua binti yake akiwa ndani. Tunalipata hilo tunaposoma Injili ya Marko sura ya 5 aya 21 hadi 43. Mtu wa pili ni mwana wa mjane wa Naini, ambaye Yesu anamfufua anapokutana nao wakiwa wapo njiani kwenda kumzika kaburini, anamfufua. Tunalipata simulizi hilo tunaposoma Injili ya Luka sura ya 7 aya 11 mpaka ya 17. Na watatu ni Lazaro ambaye anamfufua katika Injili ya leo, Injili ya Yohane sura ya 11 ya kwanza hadi 44. Yesu ana nguvu dhidi ya mauti. Pengine hao watu watatu kufufuliwa kwao kuna maanisha nini, au kuna umuhimu gani katika maisha yetu sisi kama wafuasi wa Kristo? Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, anaelezea au anajibu swali hilo kwa uzuri kabisa, akionyesha kwamba Yesu Kristo ana nguvu dhidi ya dhambi, ana nguvu dhidi ya mauti. Injili ya Marko, binti wa Yairo anamponya anamfufua kutoka wafu, maiti yake ikiwa ndani. Mtakatifu Agustino anatuambia hii inawakilisha zile dhambi ambazo zipo ndani mwetu. Yesu ana nguvu dhidi ya dhambi zilizopo ndani ya moyo wako. Mtu wa pili ambaye ni mwana wa mjane wa Naini, Yesu anamfufua wakiwa njiani kwenda kaburini nje. Hilo Mtakatifu Agustino anasema kwamba Yesu ana nguvu dhidi ya dhambi ambazo tunazitenda nje, dhambi ambazo tunazitenda hadharani. Na mtu wa tatu ambaye ni Lazaro, simulizi la leo, Lazaro wa Betania, Injili ya Yohane sura ya 11 ya kwanza hadi 44, tunaona Yesu anamfufua Lazaro ambaye amekaa kaburini kwa muda wa siku 4, ameoza. Mtakatifu Agustino anasema Yesu ana nguvu dhidi ya dhambi ambayo imekuwa sugu kwako, dhambi ambayo imekuwa fanya moyo wako uwe mgumu, dhambi ambayo inakutesa, imeshindikana. Hiyo Yesu anashinda dhambi hiyo. Katika somo la kwanza anatuambia hata katika hali ile ya mifupa Mungu anauisha upya, analeta uhai upya, anafanya upya. Kumbe mpendwa, hata wewe unaweza ukawa kuna dhambi ya moyoni inayokusumbua. Unaweza ukawa una dhambi ya hadharani ambayo unaitenda. Unaweza ukawa una dhambi ambayo imekuwa sugu, imeshindikanika katika maisha yako, huwezi kutoka humo. Tambua kwamba Yesu ana nguvu dhidi ya mateso hayo, dhidi ya dhambi hizo, na dhidi ya mauti hayo ambayo unayapitia, na anaturudishia upya wa uzima. Kinachohitajika ni kuwa na ungamo la imani kama analolifanya Martha. Anasema kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yeye ajaye ulimwenguni. Ndio tunaamini katika fumbo la ufufuko, kwamba kile ambacho Yesu anakitimiza kwa Lazaro kwa kumfufua ndicho ambacho atakitimiza yeye mwenyewe katika hilo fumbo kubwa la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wake. Pengine unaweza ukawa unajiuliza utatoka lini katika mateso, katika mauti ambayo unayapitia. Jiaminishe kwa Kristo, kwa maana katika Kristo kuna nguvu dhidi ya mateso, katika Kristo kuna nguvu dhidi ya mauti. Mwamini yeye kama mwana wa Mungu aliye hai, kama Masia ambaye anakuja kutukomboa
kupitia hili fumbo kubwa la Pasaka. Ndio maana Dominika hii ya 5 ni Dominika moja kabla ya kuadhimisha Dominika ya mateso ya Bwana. Tunaanza kuonja ile fumbo la Pasaka linajifunua kupitia masomo haya. Nikutakie Dominika njema. Mimi ni Padre Benjamin Maganga na hii ni Lux Fidei.